Nikukaribisha tena katika kipindi hiki. Mimi ninayezungumza nawe ni Charles Joseph. Katika tafakari ya leo, tutafakari somo moja makini sana linalosema kula chakula bora uwe bora. Kula chakula bora uwe bora. Kwa kweli kama kuna kitu ambacho ni cha muhimu katika maisha yetu ni chakula. Chakula ndicho kinakufanya uwe hivyo ulivyo. Chakula kina nguvu sana katika maisha yetu ya kila siku. Kila ambacho unakisema na kukitenda kinachangiwa sana na chakula. Na hivyo hebu chakula kiwe cha msingi katika maisha yako. Usile chakula ambacho unakutana nacho tu. Kula chakula ambacho unafahamu kitakupatia nini katika mwili wako. Mfalme mmoja ambaye aliwahi kuitawala hii dunia kwa miaka kadhaa iliyopita huko nyuma, aliyeitwa Alexander Mkuu. Huyu aliitawala dunia, akapiga dunia mpaka watu wakasema sawa, nimekubali mkuu. Lakini aliyepiga dunia alishindwa kujidhibiti kwenye chakula. Historia inasema kwamba Alexander alikuwa anakunywa mpaka lita 25. Lita 25 ya pombe. Anakunywa mpaka lita 25 ya pombe. Akanywa. Mfalme huyu alikufa kwa sababu ya pombe. Akiwa kijana tu na miaka 35 akatoweka katika dunia hii. Sababu kubwa kilichomuua ni uchu wa chakula. Tupo kwenye dunia ambayo watu wanapenda kula msosi. Na kwa kweli hata mimi ninakwambia na nitazidi kukwambia kwamba ukila chakula ndicho kinachosababisha uendelee kuishi na niendelee kuishi. Hata mimi unavyoniona hapa ni kwa sababu nimekula, ndio maana ninaongea. Lakini chakula ambacho unatakiwa kula chakula ambacho kitakufanya kuwa mtu wa kufikiria, kuwa mtu mwenye kumbukumbu na kuwa mtu wa kutenda jambo kwa kulifahamu. Kwenye kitabu hiki kizuri ambacho mimi ninakipenda, Biblia, pamoja na kitabu ambacho kinaelezea fafanuzi za Biblia, kitabu hiki cha Tumaini la Vizazi Vyote, kwa kweli kinaweza kikawa tumaini hata kwako pia. Kinaeleza katika ukurasa wa 100 ya kwamba kati ya masomo yote yanayopaswa kuchukuliwa kutoka katika majaribu, kutoka katika jaribu kubwa la kwanza kwa Bwana wetu, hakuna ambalo ni muhimu zaidi kuliko kudhibiti uchu wa chakula na tamaa. Katika vizazi vyote, majaribu yanayovutia mambo ya mwili yamefaulu sana katika kumharibu na kumdhalilisha mwanadamu. Chakula kinadhalilisha ikiwa tutakitumia vibaya. Watu wameshindwa kujizuia, na ndio maana wanakunywa pombe, wanakojoa njiani, njia inakuwa ndogo, ni kwa sababu wameshindwa kujizuia. Rafiki yangu, ninakwambia Mungu kwenye kitabu cha Mambo ya Walawi alitoa mwongozo mzuri. Akasema kula hiki, usile hiki. Kwa kweli kula vyote vimetakaswa. Hilo sio neno la Mungu. Vyote vimetakaswa. Na Mungu ametakaswa. Kwa kweli tukisema vyote vimetakaswa tule, basi na Mungu atule. Na vyote tule vyote, kwa sababu vyote vimetakaswa. Vyote viliumbwa na Mungu, lakini sio vyote ambavyo vinafaa kuliwa na mwanadamu. Kwa hiyo rafiki yangu, kula chakula bora ili uwe bora. Usipokula chakula bora ni vigumu kuwa mtu bora. Mafanikio hayatasonga mbele kwa sababu haujaamua kula chakula bora. Kula chakula bora. Maharage ni bora. Mchicha ni bora. Kuna vyakula vingi bora. Lakini leo hii watu tunakimbizana na vitu ambavyo sio bora. Kwa kweli nikupendekezee ya kwamba nenda ukasome kwenye kitabu cha Mambo ya Walawi sura ya 11
utakuta vitu hapa ambavyo Mungu amevitaja ambavyo vitakuwa bora katika maisha yako pamoja na familia yako. Kiangalia chakula ambacho unakiweka mezani, ya kwamba kinakusaidia nini? Kinasaidia nini mwilini? Ikiwa kuna kitu ambacho wanadamu sisi wenyewe kinafupisha maisha yetu na kuyafanya yawe mafupi, ni kwa sababu ya msosi wetu wa kisasa. Chakula cha kisasa. Chakula cha kisasa ndicho kimetusababisha tuwe na watu wa kisasa. Mambo yanaenda kisasa. Watu wanakaanga. Mpaka vyakula badala ya kuwa chakula kama dawa, kinakuwa chakula kama sumu. Nikushauri, kula chakula kama dawa, usile chakula kama sumu. Mungu akubariki unapokuwa na mpango wa kutimiza hili jukumu la kutumia chakula kama dawa.